Na bila shaka bado umeendelea kutazama Channel 10 Plus, na kwa sasa tukaangaze habari za biashara na uchumi, na tuanzie huko mkoani Ruvuma ambapo chama cha ushirika cha akiba na mikopo SACCOS halmashauri manispaa ya Songea mkoani Ruvuma kwa mwaka 2026 wanatarajia kukusanya shilingi bilioni 800 kupitia mapato ya ndani yanayotokana na uchangiaji wa hisa na akiba za wanachama kwa lengo la kuongeza mitaji ili kuweza kutimiza adhima ya kukopeshana na baadaye chama kiweze kujiendesha pasipo kutegemea wahisani. Ditanyoni anatujuza zaidi. Hayo yamebainishwa na meneja wa SACCOS manispaa Songea Winifrida Komba wakati wa mkutano mkuu wa 33 wa mwaka wenye lengo la kutoa taarifa ya mapato na matumizi ya fedha 2025, ambapo amesema kufikia Septemba mwaka huu wameshatoa mkopo zaidi ya shilingi milioni 400 kwa wanachama zaidi ya 126 wakiwemo wanawake 92 ili kuwainua kiuchumi. Kwa mwaka 2026 tunakisia kukusanya kiasi cha shilingi milioni 800. Tunapenda kuwahimiza wanachama kuchangia akiba za lazima kila mwezi na kufanya marejesho ya mikopo kwa wakati na uaminifu kwa lengo la kuongeza mtaji wa chama, na mwanachama ambaye hajachangia akiba zaidi ya miezi 6, wanachama wake utakuwa umekoma kwa mujibu ya chama. Na lengo la mkutano huu ni mkutano mkuu kwa wanachama wote. Kwa hiyo huu mkutano kazi yake kuwasomea taarifa ya utendaji, vile kupitisha makisio ya mapato na matumizi. Kwa upande wa afisa ushirika Given Maliki amesema kwa kuwa SACCOS hiyo inaundwa na watumishi wa umma, hivyo wenye madeni sugu wametakiwa kurejesha mikopo yao, huku mwakilishi wa mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa Songea Zawadi Ngualo akiagiza elimu itolewe kwa wanachama. Tulizojipanga ni kwamba majina yao wote wameshaorodheshwa na wameshafuatiliwa vizuri na bodi pamoja na kamati ya mikopo. Lakini huko tunakokwenda kuna watu wa huduma ambao wameruhusiwa na tume ya ushirika Dodoma makao makuu, ambao kazi yao ni madalali wa kukusanya madeni. Na tukifikia hatua hiyo tukiwapeleka huko haitakuwa kwa heshima sasa. Ninaomba elimu iendelee kutolewa kwa wanachama katika mikutano tunapokutana pamoja ili kueleza faida na hasara za kukopa zaidi na hatimaye kukopa sifa pindi unapopatwa na changamoto ambapo inapelekea sasa unashindwa kupata msaada. Kwa hiyo imeniwezesha kwa kiwango kikubwa kulipa ada za watoto bila kupata shida aina yoyote. SACCOS hii inatoa mikopo kwa haraka kwa kuangalia uhitaji wa mteja. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10. Tukitoka mkoani Ruvuma tuelekea huko Zanzibar ambapo mkurugenzi mkuu wa shirika la bandari za Zanzibar Akif Ali Hamisi ametangaza kutoa punguzo la 80% ya tozo za ardhio kwa bidhaa zote za chakula zinazoingia nchini kupitia bandari zinazosimamiwa na shirika la bandari la Zanzibar. Punguzo hilo linahusisha bidhaa za chakula zinazoingia Zanzibar na kutoka Zanzibar kwenda bara na bidhaa za bara za chakula zinazoingia Zanzibar. Tupate taarifa zaidi. Akitoa taarifa hiyo, mkurugenzi wa shirika la bandari Zanzibar Akif Ali Hamisi anasema punguzo hilo ni kwa bidhaa zinazotoka Tanzania bara kuja Zanzibar na bidhaa za Zanzibar kwenda Tanzania bara ambazo ni bidhaa za chakula. ZPC inatambua wajibu wake katika kusaidia kudhibiti uchumi wa nchi kupitia sekta ya bandari. Punguzo hili la tozo ni sehemu ya mchango wetu kama uongozi wa shirika la bandari na bandari kwa ujumla. Na tozo hili ni sehemu ya mchango wetu katika kuhakikisha bidhaa za muhimu za vyakula zinawasili nchini pamoja na kutoka nchini pia kuelekea Tanzania bara kwa gharama nafuu na zinawafikia wananchi bila mzigo wa ziada wa bei uliosababishwa na changamoto ya kusitishwa safari kwa kipindi hichi. Utekelezaji wa punguzo hili utaanza rasmi Jumatatu tarehe 10 mwezi wa 11 mwaka 2025 na utaendelea kwa takriban wiki mbili hadi tarehe 24 mwezi wa 11 mwaka 2025.
Shirika la Bandari Zanzibar linaendelea kushirikiana na taasisi zote za serikali na sekta binafsi kuhakikisha kuwa bandari za Zanzibar zinabakia ni kiungo muhimu wa chakula, uchumi, biashara pamoja na ustawi wa jamii. Aidha, mkurugenzi mkuu wa shirika la bandari anasema sababu ya kuja na punguzo hilo ni kukabiliana na ukosefu wa baadhi ya bidhaa muhimu kati ya bara na Zanzibar toka Oktoba 29. Tukizingatia bidhaa za vyakula ni muhimu kwa pande zote mbili. Kwa hiyo hii itakuwa ni chachu ya sababu kwa wafanyabiashara wa upande wa Zanzibar. Tumejiridhisha na tumewasiliana na wafanyabiashara, wameturidhisha kuna chakula cha kutosheleza hadi kuvuka Ramadhani. Lakini tukumbuke athari ya bei zimeathirika pande zote, upande wa Zanzibar na Tanzania bara. Kwa wakati wa kutoa punguzo hili lita-apply kwa bidhaa ambazo zinatoka Tanzania bara kuja Zanzibar, lakini wakati huo kwa zile bidhaa muhimu ambazo labda zina uhaba kupatikana upande wa Tanzania bara na imepelekea bei hizo kupanda, upande wetu wa Zanzibar tumejitolea kuwa ni mchango wetu wa shirika la bandari kuhakikisha zile bidhaa zinotoka hapa pia kuelekea Tanzania bara tunazipunguza bei ili kuhakikisha na ndugu zetu wanafaidika na punguzo hili kwa pande zote mbili. Pamoja na mambo mengine, mkurugenzi wa shirika la bandari anasema tayari shirika limewasiliana na mamlaka nyingine ikiwemo Wizara ya Biashara kuona mfumuko wa bei unadhibitiwa baada ya punguzo hilo. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Hakika taarifa ya Juma Kasim kutoka visiwani Zanzibar inahitimisha habari za biashara na uchumi usiku huu wa leo. Tupata mapumziko mafupi, tukirejea tutakuja kuangaza kunani katika viwanja mbalimbali kwenye upande wa michezo. Mimi naitwa Juma Mohamed, endelea kubaki nasi.